Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku ya furaha, tena furaha kubwa sana ya kihistoria na ya kipekee sana hapa tulipo na hapa kwetu kwa kanisa la Tanzania. Tumekusanyika hapa katika hii sherehe kubwa ya kupalizwa mbinguni kwake Mama Maria tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Sio hiyo tu, wakati ule ule, sababu ya nyongeza na kubwa sana, tunamwimbia Mungu wimbo wa sifa tunapoadhimisha jubilei ya miaka 30 ya uwepo utume wa Radio Maria hapa Tanzania. Hongera kwenu nyote. Nasema hongera kwenu nyote kwa sababu ni miaka 30 ya neema kubwa ya Mungu. Kwa maombezi ya Mama Maria, kama usemi wa maadhimisho tulioutaja leo, miaka 30 Radio Maria Tanzania ni uinjilishaji, upendo na faraja. Neno la Mungu katika maadhimisho ya sherehe ya leo ya kupalizwa mbinguni Mama Maria inatupa picha halisi ya ushindi wa Mungu kupitia unyenyekevu na kwa namna ya pekee kupitia sauti ya Bikira Maria inayoendelea kuvuma kati yetu kwa namna ya pekee kupitia redio yetu pendwa Radio Maria. Katika somo la kwanza la Ufunuo tunamwona mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ukiwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji la nyota 12. Licha ya joka kubwa jekundu la kutaka kuangamiza mtoto wake, Mungu anamlinda Mama Maria, anamlinda mwanamke huyu na kumpa ushindi. Hii ni ishara ya Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni aking'aa kwa utukufu, akituhakikishia kuwa nguvu ya maovu haiwezi kushinda kama tunafuata Injili ya Bwana. Katika somo la pili kutoka barua ya kwanza ya Wakorinto, Mtakatifu Paulo anatukumbusha kuwa Kristo amefufuka na amekuwa limbuko kwa wale wote waliolala. Kupalizwa kwa Bikira Maria mwili na roho ni ushuhuda wa kwamba ushindi uko hapo hapo, na ushindi huo wa Kristo juu ya mauti unatufikia hata sisi mpaka nyakati zote. Katika Injili ya leo kutoka Luka tunashuhudia ziara ya Mama Maria, ziara ya upendo, ziara ya kujali, ziara ya neema kwa binamu yake Elizabeth. Mama Maria anapofika na kusalimia tu, kitoto kichanga kinarukaruka ndani ya tumbo la mama kwa furaha na kwa shangwe. Na hapo ndipo Mama Maria anaimba wimbo mkuu wa Magnificat: moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu imefurahi kwa ajili ya Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Wimbo huu wa Magnificat ndio unaoakisi kwa usahihi kabisa safari ya miaka 30 ya Radio Maria hapa Tanzania. Radio Maria ni kama mbegu ya haradali aliyotueleza Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mtakatifu Mathayo akisema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini kisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata ndege wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Vivyo hivyo
utume wa mama kupitia Radio Maria ulianza kama mbegu ya haradali, mbegu ndogo sana, lakini umekuwa na leo sote tunakaa katika matawi yake. Hii ni nguvu ya Mungu iliyoifanya redio ifikie hapo. Huu ni muujiza. Kwa maneno machache, katika kitabu chenu cha historia ya Radio Maria, mimi ningependa kuongeza kidogo katika hii historia, ili kusudi tujue miaka 30 tunaadhimisha nini, tumetoka wapi na tumefika wapi. Kwanza, Radio Maria yenyewe kama anavyosema mwaka 1382 Gadet wa parokia ya Celato Derba kule Como, Italia, alikuwa ameingiwa na ujumbe wa Mama Maria aliopata kutoka Fatima. Alafu baadaye Mama Maria akatokea kule Medjugorje. Wakati ule ilikuwa sehemu mojawapo ya Yugoslavia ya zamani, Bosnia Herzegovina, na kule akawa na waamini wake kwenda kuhiji kwa Mama Maria. Na wale waliofuatilia tokeo ya Medjugorje, Mama Maria alikuwa anatoa ujumbe mara kwa mara, na huyu padre alitaka kumegeana na wanapoya wake ujumbe huu wa Mama Maria, na hivi akaanza redio ndogo katika yake pale ofisini kwake. Lakini walipoanza kusikiliza, ikapendwa, ikaanza kusambaa katika parokia nyingine, na mwaka 1987 wengine wapadre wakaanza kuisukuma kwa juhudi, ikatoka mikononi mwa na kuanza kusambaa kiasi kwamba kufika mwaka 1990 ikawa redio ya kitaifa ya Italia. Mungu ni mwema.